kusema ukweli, hii haikubariki. Yaani hata kama angekuwa ni yeye mwenyewe katokea akafika hapa akakuta watoto wako nafanya haya hivi, kesho naenda kuzungumza nini? Kwamba Mama Samia anaupiga mwingi. Lakini hili ni watu wachache tu wanaoamua kutengeneza mazingira ya kwamba budget haitoshi. Mimi naomba niseme si kwamba budget haitoshi, ndugu zangu. Tunafikia hatua mtoto kama anaanza kusoma na kuandika, anaanza kuandika kwa majina na kuweka chini. Kama yeye mwenyewe tayari kama naomba mtoto baba yake na mama yake walikuwa wanajitahidi kumfulia nguo vizuri. Lakini anapofika shuleni mahala ambapo angejifunza usafi, anachukua kwanza majivu, anatengeneza mahala majivu anatoka nayo makwao. Kila siku ni zoezi, maana ndio ubao wenyewe huu. Lakini wanafanya vizuri, bado ni ya kwanza, lakini wanafanya vizuri. Haya, labda tukuombe sasa mkurugenzi, wewe nakuahidi basi kwamba kwa hali hii wewe unafikiri nini? Wanajua, lakini kama hii kitu hali hii sio hali ambayo tunapaswa kwenda nayo. Mimi naahidi kwamba tutalificha kwa mkurugenzi aliyonituma, lakini pia tutahakikisha kwamba tumelifanyia kazi ili angalau watoto wapate darasa na wale ambao hawana madawati angalau basi hata kama sio kutatua tatizo basi angalau tupunguze kwa kiasi fulani. Hiyo ndio ahadi yangu. Mkurugenzi, tumeamua kuyasema hayo ili ujue. Sawa. Sasa hivi mzazi yoyote ambaye anazuia mtoto wake kwenda shule anashtakiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Lakini hebu angalia watoto ambao wazazi wao wameruhusu kuingiza shuleni, mateso wanayopata wakiwa shuleni. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, manake hili ndio darasa hili. Mvua ikinyesha hakuna cha kuandika, manake wanarudi nyumbani. Haya, tushukuru Mungu kwamba leo tumefika, jua liko linawaka. Mvua ingekuwa imeweza kunyesha leo hivi vibao vyao si vingeandika nini? Lakini mheshimiwa, nimeambiwa kwamba kuna shule nyingine inajengwa huko.